Ya kubarikiwa sana mtumishi wa Mungu kwa huu ujumbe ambao nimeendelea kukuletea kwa habari ya vita vya kiroho. Tuko kwenye vita kati ya roho ya mwanadamu na mwili wa mwanadamu, na sasa tunatazama silaha ambazo roho ya mwanadamu tunatazama silaha ambazo mwili wa mwanadamu unatumia kukabiliana na roho ya mwanadamu, yaani mwili wako na roho yako kuna vita. Kwa hiyo silaha za kukabiliana na roho yako ambayo mwili unazitumia ndio tunazitazama sasa. Silaha ya kwanza nimekwisha kuisema, silaha ya pili nimekwisha kuisema kwenye kipande kilichopita, na sasa ni silaha ya tatu. Silaha ya tatu ni uzinzi. Nisema uzinzi na uasherati ni vitu viwili tofauti. Muasherati ni mtu ambaye hajaoa wala hajaolewa, au yule anayeishi na mwanamke na mwanaume, anaishi na mwanamke au anaishi na mwanaume akiwa hajafunga ndoa ya madhabahuni. Na mzinzi ni aliye ndani ya ndoa anatoka nje ya ndoa, huyu ndiye mzinzi. Bayo, uzinzi ni moja ya silaha ambayo mwili unatumia kukabiliana na roho yako. Kwa hiyo ili mwili wako upate kushinda hii roho yako, unatumia tamaa ya kukusukuma wewe mwanandoa kuingia kwenye uzinzi, ili roho yako iwe kwenye gereza, ili roho yako iwe kwenye custody ya adui yako. Silaha inayofuata ni uchafu. Wengi wakisoma andiko linalozungumzia kwa habari ya uchafu huwa hawajui Biblia inamaanisha nini kwa habari ya uchafu. Warawi sura ya 18 mstari wa 6 na wa 23, fuatana na mimi. Warawi sura ya 18 mstari wa 6 mpaka wa 23. Neno la Mungu linatufafanulia kwa habari ya uchafu. Warawi 18:6 mpaka 23 nitasoma. Biblia inasema, mtu yeyote aliye wa kwenu asimkaribie mwenziwe aliye wa jamaa yake ya karibu, ili kufunua utupu. Mimi ndimi Bwana. Kwamba wewe binti au kijana usishiriki tendo la ndoa na ndugu yako, asema Bwana. Sasa huu ndio uchafu. Wanaoishi maisha haya ndio uchafu ulioelezwa. Kwa nini Paulo anawaandikia Wagalatia haya maneno? Alikuwa anasema na Wagalatia na akasema na Wakorinto, kwa sababu mji wa Korinto ulikuwa na uzinzi ambao hata kwa wapagani hawafanyi. Mama lizini na mwanaye, baba lizini na mwanaye, dada lizini na kaka yake, kaka lizini na dada yake. Ni maisha walioishi. Walikuwa nawaandikia haya kutokana na aina ya maisha walioishi. Na mimi leo naeleta haya kutokana na maisha ambayo jamii inaishi sasa, kwamba si ajabu mwanaume na mwanaume kuoana. Si ajabu kaka na dada wakashiriki mambo haya. Imekuwa si ajabu baba na mtoto kufanya hivi vitu. Huu ndio uchafu ulioelezwa sasa. Utupu wa baba yako wala utupu wa mama yako usiufunue, maana ndiye mama yako. Usifunue utupu wake. Utupu wa mke wa baba yako usiufunue, maana ni utupu wa baba yako. Utupu wa umbu lako, yani umbu maana yake dada, binti ya baba yako au binti ya mama yako, kwamba alizaliwa nyumbani mwenu au kwamba alizaliwa kwingine, utupu wa hao usiufunue. Utupu wa binti ya mwanao mume au wa binti ya binti yako, utupu wao hao usiufunue, kwa kuwa ndio utupu wako mwenyewe. Utupu wa binti ya mke wa baba yako aliyezaliwa na baba yako, yeye ni umbu lako, usiufunue, yani dada, utupu wake.
ndio uchafu. Nikiruka mstari wa 16, 19 hapa anasema, nawe usimkaribie mwanamke kuufunua utupu wake wakati wa kutengwa kwa ajili ya unajisi wake. Ongea na wanaume, mmekuwa na tabia hii, kuwalazimisha wake zenu kushiriki tendo la ndoa wakati ambao wako kwenye mzunguko wao wa hedhi. Ni dhambi kubwa, ni dhambi mbaya, ni laana mbaya unayoitengeneza kwenye maisha yako, na inaleta uharibifu kwenye afya mpaka kwenye uchumi na kiakili. Watu wengi wamefurugikiwa kwa sababu ya swala hili. Wengine wanasema wameokoka kabisa na bado wanaishi maisha haya. Huu ndio uchafu ulioelezwa kwamba msiishi maisha ya namna hiyo, msifanye vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa katika mzunguko wa hedhi hairuhusiwi kukutana na mwanaume. Na wewe mwanamke unayefanya vitu hivi wakati ukiwa kwenye mzunguko wako wa hedhi, unafanya kitu kibaya sana ambacho huelewi gharama yake kwako. Ni mlango mkubwa sana wa shetani wa kukamata kizazi. Ni mlango mkubwa sana wa shetani kukamata maisha yako, nafsi yako. Ni mlango mkubwa sana wa shetani kushikilia ndoa yako. Kila asikiaye na afahamu hayo, kila asikiaye na afahamu hayo, Roho wa Bwana anaonya haya mambo. Ushoga ni uchafu. Mwanamke, mwanaume, wengine ni wanandoa, kushiriki tendo la ndoa kinyume cha maumbile. Ni wanandoa, lakini kushiriki tendo la ndoa kinyume cha maumbile ndio uchafu ulioelezwa kwenye Biblia, ambao una wanajisi, na wengine wanasema wameokoka. Wewe unaonywa na Bwana, hicho unachokifanya acha haraka sana, toka huko kwenye maisha hayo. Biblia imesema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Ni maisha ya watu waliochagua dunia hii, wanafanya vitu vya namna hiyo. Nalionya kanisa,